Mwenyekiti, serikali inatambua uwepo wa fursa nyingi zinazoambatana na mashindano ya AFCON 2027 na imedhamiria kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa hizo. Serikali imeunda kamati za kitaifa za maandalizi na zile za mikoa wenyeji ikiwamo mkoa wa Arusha, Dar es Salaam na Mjini Magharibi. Majukumu ya kamati hizi ni kusimamia maandalizi ya AFCON 2027 na kuhakikisha wananchi wanazijua na kujiandaa nazo ipasavyo ili waweze kunufaika nazo. Aidha, serikali inatekeleza mpango mkakati wa maandalizi na kutangaza fursa za mashindano haya kwa wadau wote kupitia majukwaa mbalimbali kama vile makongamano, vikao kazi vya makundi mbalimbali ya wadau na kutumia vyombo vya habari. Mkoa wa Arusha umekwishaizindua kamati yake ya maandalizi na tayari ipo kazini. Natoa rai kwa Mheshimiwa mbunge na wabunge wenzangu wote kwenye miji ya mashindano kushirikiana na kamati za mikoa ili kuhamasisha wananchi kuchangamkia fursa hizi. Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, na swali ya nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi. Nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yake mazuri. Nina maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwa kuwa serikali imeandaa mpango mkakati wa AFCON na ni ukweli kwamba mashindano haya ni fursa kubwa kwa wananchi wetu, hasa wajasiriamali wadogo na wakati, wakiwemo mamalishe, babalishe, madereva bajaji, madereva taksi na wafanyabiashara walioko masokoni. Je, kwa nini serikali isitengeneze mpango wa muda mfupi wa kuwatambua, kuwapa mafunzo na kuwawezesha wafanyabiashara hawa? Swali la pili, tumeshuhudia kwa nyakati tofauti timu yetu ya taifa kutokufanya vizuri katika mashindano mbalimbali. Je, kwa nini serikali isiwe na mpango madhubuti wa kuandaa wachezaji wadogo na kuwapeleka kwenye shule mbalimbali za michezo ili baadaye waje kuchezea timu yetu ya taifa? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nimpongeze Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso kwa maswali mazuri na jinsi anavyoendelea kuwapigania wakazi wa mkoa wa Arusha. Kujibu maswali yake, kwanza serikali imetengeneza kamati mbalimbali za uratibu zikiwamo kamati za mikoa, na kamati hizi miongoni mwa hadidu rejea zake ni kuhakikisha zinaendesha semina, makongamano na warsha ili kuwaelimisha wananchi wa maeneo husika kuhusiana na fursa zinazoletwa na AFCON na namna ya kuzitumia. Mkoa wa Arusha ni miongoni mwa mikoa ambayo ina kamati inayofanya vizuri sana. Nafikiri ni kwa sababu ya wanamichezo wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa pale CPA Amos Makala, ambaye kamati yake imekuwa inafanya kazi nzuri sana. Kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo kamati ya mkoa wa Arusha inayofanya ni pamoja na kuwakusanya wanufaika ambao tunaamini wanaweza kunufaika na mashindano haya ya AFCON, wakiwemo mamalishe, watu wa bodaboda, watu wa utalii na kadhalika, ili kuhakikisha kwamba inawaelimisha na kuonyesha fursa ambazo zinaweza kuja na AFCON. Lakini serikali pia inatengeneza mfumo na tuko katika hatua za mwisho za kuhakikisha kwamba tuna mfumo wa kuwasajili kwa ajili ya kuhakikisha watu wa huduma mbalimbali wanatambuliwa, lakini wanasaidiwa kuhakikisha wanazifikia fursa ambazo zinakuja na AFCON na kufanya mashindano haya yaweze kuleta tija. Kwenye swali la pili la kuhusiana na timu ya taifa, sasa hivi kocha wa timu yetu ya taifa Miguel Gamondi anaendesha mazoezi mbalimbali ya kuhakikisha anapata timu bora ya taifa, ikiwamo kutambua vipaji kuanzia ngazi za chini kabisa. Hili la Mheshimiwa mbunge Cecilia Pareso aliloleta la kuhakikisha tunakusanya vijana na kuwapeleka kwenye akademi za nje ya nchi bado hatujakuwa tumelifikia, lakini naomba nilichukue kama wazo na tutaona namna ambavyo tunaweza kulifanyia kazi. Asante. Asante. Nilikuona Esther Matiko. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka kujua tu serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba wageni na watalii wanaotarajiwa kuja kwenye mashindano ya AFCON ambao wanakadiriwa kuwa zaidi ya 300,000 wanaweza kugeuka na kutoa fursa halisi ya ajira, uwekezaji kwenye huduma za utalii, malazi, kwa sababu sasa hivi hoteli tulizonazo ni chache kuweza kupokea watu hao wanaokadiriwa kuwa 300,000.
lakini pia kwenye huduma za kitamaduni na kuongeza ukuaji halisia kwa kada zote, kwa Watanzania wa kada zote, kwa maana wale wafanyabiashara wa chini, wa kati, na badala ya kubaki tu kwa wawekezaji wakubwa wenye mahoteli makubwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na kweli nilikuwa najibu refu, lakini kweli ni kwamba kwa sababu kama ambavyo nimejibu wakati najibu swali la Mheshimiwa Pareso, moja ya mambo tunayofanya ni kutengeneza mfumo ambayo utawasajili watu wa huduma wote, kwa sababu kwa mfano hoteli zetu hazitoshi kwa idadi ya wageni tunaowatarajia. Miongoni mwa mambo ambayo tunataka kuyafanya ni kuhakikisha makazi binafsi yanaweza kuandikishwa na yakatumika kama Airbnb, lakini hali kadhalika kwa mama ntilie, kwa waendesha bodaboda, tunatengeneza mfumo ambao utawasajili kama watu wa huduma rasmi wa mashindano ya AFCON. Kwa hivyo tunalifanyia kazi jambo hili, na nimtoe wasiwasi Mheshimiwa Matiko kuhusiana na swala hili. Mheshimiwa Daktari Regina Malima. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali la nyongeza. Ninashukuru majibu ya serikali kupitia Naibu Waziri na namna ambavyo wadau mbalimbali watashiriki katika AFCON 2027. Lakini bado sioni ushiriki wa wahitimu wetu wanaomaliza vyuo na vyuo vikuu. Je, serikali haioni kwamba ni muda mwafaka pia wa kuandaa program maalum itakayowaunganisha vijana wetu wanaomaliza vyuo na vyuo vikuu katika mashindano haya ya mpira wa miguu ambao pia yana fursa nyingi za kiuchumi ndani yake? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi sana. Hilo swali ungeleta kama swali la msingi aweze kujibu vizuri zaidi. Kwa kifupi ni majibu yale yale. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimeisikia hoja Mheshimiwa Daktari Regina Malima kuhusiana na ushiriki wa wanafunzi wahitimu wa vyuo na vyuo vikuu, lakini nitake kusema mbele ya bunge lako tukufu Mheshimiwa Mwenyekiti ya kwamba fursa ambazo zinakuja na AFCON hazina ulazima wa kutoka kwa serikali moja kwa moja. Bado tunachukua maoni ya watu mbalimbali wakiwamo wahitimu wa vyuo na vyuo vikuu kuhusiana na mambo ambayo wanaona wanaweza kufanya kwa ajili ya kuhakikisha AFCON ambayo tunakwenda kuiandaa 2027 inakuwa na tija. Kwa hivyo milango yetu iko wazi. Kama kuna jambo wahitimu wa vyuo na vyuo vikuu wanaona wanaweza kulifanya na likaleta tija kwa AFCON hii, tuko tayari kuwasikiliza na kuona namna ambavyo tunaweza kuliratibu. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa waheshimiwa wabunge. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.